anasema hauwezi ukaishi katika mateso, huwa upo mlango wa kutokea kwenye mateso. Tunaona baba zetu walikosa hata maji ya kunywa, Mungu akatokea muujiza, maji yakapatikana. Wakakosa hata sehemu ya kuvuka, Mungu akapatikana, moja kwa moja wakawa wamevuka. Hiyo ndio kanuni ya Mungu tunemtumikia katika maisha yetu, ya kwamba hatuwezi tukapata shida tunapokuwa na Mungu. Ni kwa nini Mungu anahusisha mioyo yetu? Mungu anahusisha katika mioyo yetu ikae katika nafsi yake. Moyo ulioishi na nafsi ya Mungu huwa hauogopi. Hata kama tatizo limetokea, akashindwa hata kwenda kumwabudu Mungu, lakini sehemu zote alizoziweka Mungu unafaa umwabudu. Hata ukiwa nyumbani, hata ukiwa barabarani, popote pale utamwabudu Mungu kwa jinsi ambavyo Mungu alivyokuteua. Na wala hauwezi ukajikwaa kwa jambo lolote ile, maadamu Mungu ameonyesha haja yako na yeye ni ipi. Kwa ndiyo maana Mungu wetu alikaa katika watu wake hawa. Ukiwasoma kwa Danieli sura ya pili, na mstari wa 17, Biblia inasema, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari akina Anania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kuhusu siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima na Wababeli. Mungu anaonyesha kazi katika teule au katika wateule wake. Na ni kwa nini mwanadamu anaishi maisha ya kumtafuta Mungu? Ni kwa sababu gani? Mwanadamu anamtafuta Mungu kwa sababu yeye siyo wa hapa duniani. Lakini kwa yule anayejijua ni wa hapa duniani, huwa anatafuta ya hapa duniani. Ndio maana huwa wanajikwaa wengi, wanashindwa kuelewa.